Leo kwenye off pitch bwana. Yeah. Nataka niwaeleze story moja ndogo. Kuna kisa kimoja hivi kipo katika taifa moja linaitwa Andorra. Yeah. Hivi ushawahi kupata picha ligi ambayo ni nusu tu ya timu ndo zinaruhusiwa kupanda daraja? Nusu ya timu ndo nusu tu ya timu zinazocheza hiyo. Hata kama zingine zita qualify. Yani ni nusu tu ya timu za kwenye hiyo ligi ndo zina uwezo wa kupanda. Sasa hiyo ligi gani hiyo? Kwa mfano, ngoja nimweleweshe hapa. Kwa mfano labda kuna timu 10 kwenye ligi. Kwenye 5 tu ndo zinaruhusiwa kupanda. Alafu hizo 5 nyingine? Amwendi popote. Yaani hata kama zitafuzu. Lakini sasa ligi gani? Unajua hii ni kuna ligi ambayo ni ndogo sana. Na ndio ligi ndogo kuliko ligi zote duniani. Ulaya. Kwa Ulaya. Nadhani tena inaweza duniani. Kwa sababu sijawahi kushuhudia ligi yenye timu chache kama. Lakini sisi tuna ligi ya mbuzi huko. Kwa hiyo hata ligi ya mbuzi. Hii unajua Andorra ni moja kati ya taifa ambalo lina raia wachache sana pale Ulaya, lakini pia sio kubwa kisoka. Unapata sio kubwa kisoka. Kwa kutokana na ufinyu wao wa watu na kutokuwa kubwa kisoka vile vile wameweza kuwa na ligi mbili tu, ligi kuu na daraja linalofuata. Hawana madaraja mengine. Kwa mfano sisi hapa tuna ligi kuu, tuna ligi daraja ya kwanza ambayo inaitwa championship, alafu tuna ligi daraja la pili ambayo inaitwa ligi 1 nadhani. Haya, alafu utafika mpaka kwenye ligi ya mkoa. Ndio. Unapata? Lakini wao wanayo ligi kuu na daraja la chini. Imeisha. Basi. Sawa. Sasa hii ligi ya chini yake ndo kisanga. Ndio hiyo ambayo zinapanda timu nusu tu. Kwanza picha inaanza ni ligi ambayo ina timu 6 tu. Kutokana na ufinyu wa timu walizokuwa nazo. Alafu timu 3 tu ndo zinaenda. 3 tu ndo zina qualify kupanda. 3 zingine asante kwa kushiriki. Zile hazipandi. Zinachangia tu kuendesha ligi. Zinachangia kuendesha ligi. Mambo yaende. Sasa kwa nini hizi 3 haziwezi kupanda? Hizi 3 haziwezi kupanda kwa sababu zote ni timu B ya baadhi ya timu ambazo tayari ziko ligi kuu. Duniani timu B zinakuwa haziruhusiwi kupanda. Unapata? Kwa sababu zenyewe ni kikosi cha pili. Cha timu ambayo tayari iko ligi kuu. Tayari iko kwenye. Kwa hiyo timu mama na yani timu ndugu haziwezi kukutana kwenye ligi moja. Kwa ajili ya kuepuka masuala ya upangaji wa matokeo na mambo mengine. Kwa hiyo nusu ya timu ambazo ziko kwenye hii ligi yenye timu 6, 3 ni team B za kutoka timu fulani ambazo ziko pale. For that reason it makes sense. Umepata hiyo point. For that reason it makes sense. Sasa kwa maana yake ambao wako eligible kupanda ni timu hizo 3 tu peke yake. Kwa hao wengine hata uchukue ubingwa ufanyaje, wewe hauwezi kupanda. Wewe inabidi usubiri kwa sababu kuna mkubwa wako yupo kule. Yuko pale juu. Ukienda Spain kuna Real Madrid Castilla ambao ni Madrid B na kuna Barcelona B ambao wanacheza ligi za chini. Kwa wale hawaruhusiwi kupanda kwenye ligi kwenye Premier League, La Liga pale. Hawawezi kupanda milele. Kwa vile vinakuwa ni vikosi ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuweka wachezaji for development. Wachezaji wanacheza kule, unapata experience kwa sababu labda unatoka academy, utaenda kwenye hizi reserve squad zao au andanini, alafu unapelekwa kwenye zile timu ambazo zinashiriki ligi tayari. Kwa kule unaweza kukutana na timu ambazo ziko daraja la pili au daraja la 3 au daraja la kwanza kama mtakuwa mmefanikiwa kufika pale. Kwa unapata ile ushindani. Alafu ndio unaweza kupandishwa kuja kwenye timu ya timu kama umefanya vizuri. Kwa zile timu waga wanaziweka kwa ajili ya kupeleka wachezaji kudevelop. Umesha graduate kutoka academy sasa. Ndio unatoka ndo unaendelea kuwa hapa. Ndio maana anatengeneza zile timu ambazo ndio wanaita kama ni reserve squad au ni team B ambazo zinashiriki ligi hizo kwa ajili ya kujenga ushindani na mjenga mchezaji anakuwa na hali ya ushindani. Kwa sasa Andorra timu kati ya 6 ambazo zinashiriki daraja la chini ambalo ni la kwanza kwa sababu daraja kwa mawili tu. 3 zinatoka ni team B. Sasa cha kufurahisha zaidi kwa mwaka huu moja kati ya zile team B imeshindwa kushiriki, imekuwa disqualified kwa sababu imechelewa kufanya sajili ya wachezaji. Kwa zinacheza 5. Ziko hizo? Zimeingia 5. Kwa Andorra ligi daraja la kwanza inashiriki timu hizo 5. Katika hizo 5 2 haziruhusiwi kupanda. Kwa hiyo 3 ndio mnagombania chance ya kufanyaje? Kukaa hapo juu. Ya kupanda. Kwa na nyinyi msipokaza ubingwa akichukua hii team B automatically mwaka huu hamna anayepanda. Bana. Unaelewa? Kwa wao ndo wanaendesha hivyo ligi yao. Kutokana na udogo ni taifa ambalo lina watu population haifiki hata milioni 1. Population yao haifiki hata milioni 1.
Maana hata Dar es Salaam yani ni kubwa. Ni kubwa. Kuna watu almost milioni 7. Imagine kwamba hao watu ambao wafiki hata milioni 1. Kuna wengine ambao mpira sio vitu vao, wana shughuli zao zingine. Sasa mtatengeneza timu ngapi hapa? Unapata maana yake kuna wazee, kuna watoto, kuna vijana ambao yani kwa kifupi namba ni ndogo sana. Namba ni ndogo. Kwa hiyo ningesema leo nije ni wapi? Hiyo kali hiyo. I didn't know mzee wangu. I didn't know. Yani timu chache ndo zinapata nafasi. Ziko 6 lakini 3 ndo zenye uwezo wa kupanda kama zikikidhi. Lakini na nyinyi msipoweza hawa timu B wakawazidi, maana yake hamna. Na wanakuwa regulated na FIFA na wenyewe kila kitu.